Mwanamke wa Kiislamu ana haki kubwa sana kwa mumewe. Hebu msikilize Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema, almar'atu, sikilizeni wanawake wa Kiislamu, mwanamke idha tazawwajat, pindi anapoolewa, kana zawjuha, anakuwa mume wake mwanamke huyo, amlaka biha, ni mwenye kummiliki zaidi mwanamke huyo. Ukiolewa tu kwa mujibu wa Uislamu, mume wa mke anakuwa ndio mwenye kummiliki zaidi mwanamke huyo, min abawaiha, kuliko wazazi wake wawili. Kauli ya mwisho kwa mwanamke huyu baada ya kuolewa ni kauli ya mume wake. Ulipokuwa kwenu hujaolewa, kauli ya mwisho ya baba yako, wazazi wako, lakini baada ya kuolewa kauli ya mume inapanda, ndio inakuwa ndiyo kauli ya mwisho kuliko wazazi wako. Ibn Taymiyyah anazungumza maneno hayo, kisha anasema wa ta'atu zawjiha, na inakuwa taa ya mume wake huyo mwanamke aujaba, inawajibika zaidi. Ikitokea zimegongana taa mbili, kufanya jambo la kumtii mume likagongana na kufanya jambo la kumtii mzazi, hutangulizwa jambo la kumtii mume, kwa sababu taa ya mume juu ya mwanamke inawajibika zaidi. Kisha akasema rahimahullah, walaysa ala almar'ati, na hakuna juu ya mwanamke, baada haqqi llahi wa rasulihi, baada ya haki ya Allah na mtume wake, aujaba min haqqi zawj, haki nyingine iliyokuwa ya wajibu zaidi kuliko haki ya mume. Hakuna juu ya mwanamke baada ya haki ya Allah na haki ya mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakuna haki nyingine iliyokuwa ya wajibu zaidi kwa mwanamke kuliko haki ya mume. Wanawake lazima wayatambue mambo haya.